tunamtukuza Mungu maana idara mpaka leo hii ina watoto zaidi ya 60. Safi. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kufanya kazi ya Mungu kama ifuatavyo. Idara imefanikiwa kuendelea kuwafundisha watoto neno la Mungu katika tuna madarasa matatu na tunatarajia kuwa na manne kwa kuzingatia hili. Idara ya watoto imeendelea kufanya mikesha mbalimbali pamoja na sikukuu ya watoto na kutegemeza mchungaji kila mwaka. Pamoja na mambo mbalimbali yanayofanywa na idara ya watoto, idara ina mpango wa kuwatembelea watoto yatima, ikiwa ni pamoja na kuwapelekea mahitaji muhimu. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio yaliyopo, idara ina changamoto zifuatazo. Pamoja, watoto kuchelewa kufika kanisani siku za Jumapili, jambo ambalo linasababisha walimu kushindwa kukamilisha ratiba za ufundishaji kama ilivyopangwa, na hii imekuwa ni changamoto ya muda mrefu. Namba 2, idara kukosa madarasa rasmi ya kufundishia watoto, jambo linalosababisha ugumu katika ufundishaji na hasa nyakati za mvua. Na 3, mwitikio usioridhisha kwa wazazi katika kutoa michango kwa ajili ya kupata pesa zinazohitajika katika kutekeleza malengo yaliyopangwa na idara. Na 4, idara kuwa na walimu wachache, jambo linalosababisha walimu walioko kukosa nafasi ya kushiriki katika darasa la shule ya Jumapili kanisani. Namba 5, utoaji hafifu wa sadaka unaosababishwa na baadhi ya wazazi kushindwa kuwapatia watoto sadaka siku ya Jumapili na kusababisha mkubwa wa watoto kuwa na kipato kidogo. Ombi. Tunaliomba kanisa litusaidie katika kuleta ufumbuzi wa hizi changamoto ili idara izidi kuimarika na kutekeleza majukumu yake kwa ukamilifu, ikiwa pamoja na kupata mazingira bora ya kufundishia watoto. Mwisho, tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha na kutusaidia hata kuweza kufanya sikukuu hii ya leo, na pia tunawashukuru wazazi kwa ushirikiano wenu wanaotoa. Risala hii imeandaliwa na idara ya watoto wa PHM Singapore. Amin. Sasa wasoma risala na risala inakabidhiwa kwa mgeni rasmi. Baada ya hapo walimu wataendelea na zoezi lingine ambalo limeandaliwa kwa ajili ya utekelezaji. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watoto, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi tunamshukuru Mungu, amekuwa mwema na mwaminifu kwetu, na tumeweza kufanya sikukuu ya watoto kwa siku ya leo. Kabla tujaenda kutegemeza, kuna watoto ambao tunawaaga. Tuna watoto watatu ambao tunawakabidhi kwa idara ya vijana. Sisi tumejitahidi kuwafundisha na wengine wakihudumu na mnaona wako vizuri. Mchungaji, tunaomba tunapowakabidhi watoto hawa waendelee kusimamiwa, sio kwamba wameshakuwa na wala sio kwamba tumeshamaliza kuwafundisha kwamba wahitaji kufundishwa vingine. Wanahitaji kufundishwa na kufuatiliwa na idara ya vijana. Niseme kwamba kuna changamoto ambayo wakati mwingine tunaiona ambayo sio nzuri. Watoto wanapotoka kule kwa watoto ni kama vile wanachenga huko kwa vijana, na vijana nao na idara uongozi unakuwa kama vile hauna mandate sana au mamlaka sana
ya kuwafuatilia wale watoto. Tunapowakabidhi mahali hapa, tunawakabidhi rasmi kwa vijana wasaidiwe, hata kama hawawezi kukamilisha yale yote ambayo vijana wanatakiwa kukamilisha, kwa sababu bado wengine ni wanafunzi, lakini bado wengine wana hali ambazo hawawezi kukabidhiana na baadhi ya mambo. Tunaomba idara ya vijana iangalie jinsi ya kubebana nao ili wazidi kuimarika kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi kabla hatujategemeza mchungaji, ni waite wale watoto ambao wanaaga leo. Anisema ukweli, watoto hawataki kuaga, hawataki kutoka kwa watoto, wanataka wabaki kwa watoto. Sasa au mshafika, tunalazimika kuaga. Wengine wanabembeleza, wanasema mimi msiniage, mniache huku, lakini sasa hatuna namna, tunawaaga kwa sababu lazima maisha yaendelee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Upendo unaowafanya wataki kubaki kwa watoto, ninaomba vijana, idara ya vijana, watoto tunaowakabidhi wauone upendo uliokuwa kwetu na kuzidi, ili wafurahi kwamba tumekuja idara nyingine, tumeongezeka kiwango. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema hivyo kwa sababu watoto wanaoaga mwaka huu wamelia sana kwamba kubaki kwa watoto, lakini hatuna namna, tunawaaga. Bwana Yesu asifiwe. Basi yupo Margaret, naomba usogee mbele. Yupo Emmanuel na yupo Betty na mama yake, sijui kama alikuwa ametoka. Mama yake ametoka, lakini tutamwaga, zawadi yake tutamhifadhia, atakuja kukabidhiwa, lakini atamke kwamba kuanzia sasa atakuwa kwenye idara ya vijana. Basi naomba ukabidhi mwalimu zawadi zao. Tunafanya kwa kiwango kile ambacho tumeweza kupata. Zawadi zao mwakabidhi watoto hao. Makofi kwake, makofi. Makofi na pongezi kwa walimu. Tunawakabidhi notebook ambazo wakaandikie maneno ya Mungu watakaofundishwa kule kwa vijana. Wawe na notebook smart kabisa, waendelee kuandika maneno ya Mungu wanaofundishwa. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Na mchungaji atawaombea baadaye, nafikiri kwa ajili ya kuwabariki mwingie kwenye hatua nyingine ya ujana. Basi wakati huu hapa ni wakati wa kutoa zawadi yetu kwa wazazi wetu. Watoto wameshikilia sahani na vikombe. Ni sahani nzuri kabisa, hebu nyosha juu, nyosha juu. Ni sahani nzuri kabisa na vikombe vizuri kabisa. Tunataka baba yetu na mama yetu pale nyumbani, sasa zile sahani walizokuwa wanatumia yamkini zimekuwa za muda kidogo, wawe na hizo sahani nne. Ni sahani nzuri kabisa. Na hicho kikombe, labda niseme tu kwa ufupi, kikombe hicho kimoja ni shilingi 5,000. Unakiona ni kidogo, lakini ni kikombe imara sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vizuri ni vya kwetu, shetani tu anavipora. Bwana Yesu asifiwe. Basi wakati huu ni wakati wa kukabidhi zawadi. Watoto tutapita kwa utaratibu kabisa, tutaongozwa na mwalimu. Mtoto mmoja mdogo kabisa atakabidhi bahasha kwa mchungaji, alafu wale watoto ambao wana sahani watazikabidhi, mwalimu ataziweka kwenye boksi pembeni. Basi tunaomba wimbo wa studio ili tuweze kukabidhi zawadi yetu.
nilishukuru kanisa lote la PHM Uzima Ugoga kwa jinsi pia nikajitahidi kushirikiana na walimu na wakurugenzi, lakini pia niwashukuru walimu pamoja na mkurugenzi kwamba naomba tusikilizane, nisiwacheleweshe, mtakosa kula ubwabwa mapema, kwamba tangu walimu hawa na wakurugenzi wafanye kazi ya kutufundishia watoto wetu, naona kanisa la ushirika wa watoto linazidi kuongezeka zaidi, ambapo ni kanisa kubwa la baadaye. Hebu mpigieni Yesu makofi kwa ajili ya wakurugenzi na walimu. Lakini jambo lingine ninaloshukuru pia ni Bwana Msuya kusikia kukereketwa kwamba hawa walimu wanafanya kazi kubwa, wanakesha. Tena unakuta wengine hata mtoto hana, lakini anakesha kwa sababu ni wito. Na labda niseme hivi, kuna siku tutafanya, Mungu akitujalia, sio hii ya sadaka, wengine wametoa 500 buku mbili. Tutafanya siku moja kwa surprise walimu wetu, ambayo ni siku maalum ya kuwazawadia na walimu wetu. Amen. Zuri sio zuri hilo jamani? Mnalifurahia watumishi wa Mungu huko? Maana nyinyi ndio tutakaotoa pochi tuwazawadie, ili wazidi kutufundishia watoto wetu vizuri. Nyinyi mnaona vipawa hapa, mpaka watangazaji wa taarifa za habari wako hapa, wengine wanatafsiri hamu jamu, alafu wanatafsiri. Hivyo vyote ni kazi za walimu na wakurugenzi ambao wanataka wawajengee watoto wetu vipawa vikubwa. Mimi kwa mfano kama hawa wote ni wajukuu zangu. Kweli si kweli? Wote hao wajukuu zangu. Nyinyi huko ndio watoto wangu, wanangu, lakini hawa ni wajukuu zangu. Kwa hiyo nishukuru Mungu sana kwa kazi walimu na wakurugenzi mnayofanya. Mungu awabariki. Lakini pia nimesikia changamoto ambazo mnazipata. Hizi changamoto ni nyingi, lakini ninafikiri zinaweza zikatatulika kwa njia ya maombi. Unanielewa? Haziwezi kutatulika. Biblia inasema sijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kusali, kuomba na kushukuru, haja zenu zijulikane na Mungu. Kwa hiyo tutasimama katika kuomba, lakini maombi yanategemea vitu vitatu. Naomba usikilize vitu vitatu. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa hiyo tusisimame tu kwenye maombi. Maombi tutaomba, lakini Mungu atainua watu hapa, au atainua hata wageni, watajenga madarasa hapo nchi. Na wahakikishia kwamba ina uwezekano. Ninamwamini Mungu. Tumefundishwa maombi yasiyo na imani, hayo sio maombi. Ina imani tutaomba, na jinsi ninavyoamini na wewe unavyoamini, tutajenga madarasa hapo, tena mazuri kabisa, ambayo umesema na changamoto. Sasa hivi madarasa ni 3, lakini tunategemea mpate madarasa 4. Jambo lingine ni watu waliokuwa tayari wametoka kwenye ujana, kwenye utoto kuja kwenye ujana, na ukitoka kwenye ujana unaenda kwenye ubaba. Sasa hapa kwenye ujana hapa ndio pana kazi. Alafu wale walioletwa hapa mbele, tafadhali waje hapa. Mwenyekiti au katibu kama upo wa vijana uje wapokee, alafu nikupe maelekezo kidogo. Simameni hapo, msimame vizuri, mpokelewe. Huyo ni katibu wa naomba mkurugenzi, hilo lisikupe shida. Nina mpango fulani wa kukaa na hawa vijana hawa viongozi wa vijana. Hata huku kwetu tutapanga madarasa haya, sio madarasa ya kukaa kufundishwa pamoja na watu wazima.
Hao huwezi kuwafundisha kwenda kuhubiri au kufanya nini. Wanatakiwa wanapotoka kule wapande kidogo kwa mafundisho kidogo ambayo watakayowapandisha wafikie ujana kama wako. Kwa hiyo ninawahakikishia kwamba na maono mazuri kwamba rika hii inayokabidhi hapa itakuwa pia na walimu wake na mafundisho yao. Amen. Maana chakula kigumu kinafaa watu wazima. Sasa hawa bado hawajafikia utu uzima wa vile tunavyofundisha mahali hapa. Itabidi nyinyi watu wa maandiko na vijana mwapangie nini mafundisho yao ili wakue katika level ya kufikia kama wewe au kama kijana mwingine yoyote. Amen. Naomba hilo litafanyika Mungu akitusaidia kwa njia ya maombi. Lakini pia mmesema mna changamoto pia ya fedha na changamoto ya wazazi kuto kushirikiana nanyi katika michango wakati wa sikukuu kama hii. Nimesema hivi, yote nimeyasikia, maana risala hii mmenipa. Kikubwa mnachonipa kazi na mama huyo hapa ni kwenda kuiombea risala ili yote yaliyoandikwa hapa Mungu akisikia atayatekeleza. Maana fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Amen. Na hili kanisa limeitwa uzima. Kila kitu kitakwenda kiuzima, uzima uhai tu, hamna shida. Na Mungu atatusaidia. Hili mimi niseme tu kwamba nashukuru pia. Nilikuwa namuuliza mchungaji kwamba ili tangu tulipoanza na washirika wa watoto wadogo 5 mpaka leo wako 60, sijajua, lakini kila tulipoanza na hao watoto 5 hatujaacha kutegemeza mpaka mmefikia wakati huu. Kwa hiyo tukitaka tujue kwamba mpaka sasa hivi pamefanyika sherehe ngapi za utegemezaji, tutaangalia miaka tuliyoanza hapa na watoto 5. Amen. Kwa hiyo nisiwe na maneno mengi kwa sababu tuna jambo la mambo mengine hapo mbele yetu, na ni boti kubwa zaidi. Hawa jamaa wanangojea wapate kuagwa. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana walimu. Tutafanya kitu ambacho kwenye kanisa na nyinyi mtafurahi, kuendelea kukaa kwenye mikesha, kuacha wengine waume zenu, kuacha vitanda vyenu na kuacha shuka zenu kuja kukaa hapa. Nina imani kabisa Mungu akitujalia tutafanya kitu kizuri kanisa, tukishirikiana na wazee wa kanisa wa mahali hapa. Mungu awabariki sana. Nisiwe na maneno mengi ya kusema, bali sasa Mungu awabariki. Hawa sasa tu vijana teenagers. Tunataka tuwe na vijana teenagers ambao wanafundishwa teenagers. Amina. Kwa hiyo nafikiri maono hayo tutayaendeleza tukiwa na katibu na yule mwenyekiti wa vijana, tutapanga na tutapata walimu wazuri na Mungu atusaidie. Lakini changamoto ya kuchelewa hiyo ndio yote tuombe Mungu. Maana hatuna kiboko hapa. Wala hatuna wakija kaa pale nje, shika vidole, chapa viboko. Kwa shuleni wanafanya hivyo. Lakini viboko vya hapa ni maombi tu. Mungu asaidie hawa wazazi wajue kwamba hili ni jambo la muhimu sana, kwa sababu limeandikwa, lea mtoto katika njia ipasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mtu mzima. Kwa hiyo malezi wanayotulelea walimu wetu na wakurugenzi kwa watoto ni ili wakue katika yale mafundisho, katika yale makuzo ambayo yatasababisha katika kipindi hiki cha utandawazi waonekane kwamba ni tofauti na watu wa dunia. Mimi niwaambie Mungu awabariki sana walimu na wakurugenzi. Yesu anasema anakuja kumlipa kila mtu kwa kazi aliyofanya. Kazi mnayoifanya sio bure. Malipo mtayapata. Na sio mtayapata, hata sasa mmeyapata. Maana kuwa mzima tu ile kulala hospitali, pia hayo nayo ni malipo umeyapata. Na Mungu akubariki sana. Asanteni kwa zawadi yenu. Hii zawadi ikasema mbele ya Mungu ili ilete matokeo makubwa. Mwakani tukija hapa tutakuta kwamba watoto wanafikia 100 au 80, kwamba kanisa linaongezeka. Mungu awabariki sana. Sina mengi ya kusema kwa sababu muda nao umetutupa mkono. Mama kama na machache ya kuzungumza, azungumza. Mengi baba amezungumza, siwezi kuyarudia, ila nimshukuru Mungu kwa ajili ya mkurugenzi pamoja na walimu na wazazi wote ambao wameshirikiana na walimu. Mungu awabariki. Sisi hatuwezi kuwalipa, ila Mungu ataweza kuwalipa. Lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kwaya nzuri ambazo zimeanzishwa, kwaya 3 kama sikosei. Mungu aendelee kukuza hivyo.